Ibada ya mazishi ya watoto watatu wa familia moja waliofariki kwenye ajali ya barabarani iliyotokea eneo la Soisambu, Gilgil, kaunti ya Nakuru tarehe 4 Januari ilifanyika leo. Familia na marafiki wamewakumbuka Njeri De Leon, Emmanuel De Leon na Cairo Winkleplek kama watoto wacheshi wenye talanta walioleta furaha kwa wote waliotangamana nao. Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Majonzi, huzuni na vilio vilishamiri katika hafla ya ibada ya wafu ya watoto Njeri De Leon mwenye umri wa miaka 17, Emmanuel De Leon mwenye umri wa miaka 14 na Cairo Winkleplek mwenye umri wa miaka 7. Jamaa na marafiki wakifika kuliwaza wazazi wao waliokumbwa na mauti kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea tarehe 4 mwezi huu eneo la Soisambu, Gilgil. If I had known that I would lose you all in one day, I would have turned back the clock of time and done a million things differently. The love you guys brought to everyone was beautiful. It broke my heart to lose you both, but you didn't go far apart. You didn't go alone. A part of me went with you. Kwa kila jumbe za kumbukumbu, watatu hao walikumbukwa kama mwanga kwa familia, jamii na shule. Licha ya kuishi Marekani, walizuru Kenya mara kwa mara kutembelea familia. I want to thank you for the light you brought into my life. The world feels far too quiet without you, but I find my strength and my only comfort in God, my Lord and my Savior. Njeri, Emmanuel na Cairo walikuwa wamesafiri nchini kwa likizo ya Krismasi wakiandamana na wazazi wao. Ni wakati walipokuwa wakisafiri kuelekea Bungoma ambako wazazi wao husaidia watoto wasiojiweza, ndipo walipata ajali baada ya gari lao kugongwa na trela. Polisi walimkamata dereva wa trela husika na kumwachilia kwa dhamana, uchunguzi ukiendelea. Baada ya ibada, watatu hao waliteketezwa kwenye hafla ya mazishi eneo la Kariokoo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.